under 20 kufuzu AFCON 2025. Na 4 Serengeti Boys under 17 kufuzu AFCON 2024. 5 timu ya taifa ya mpira wa ufukweni kufuzu Beach AFCON 2024, yani beach sport. Na 6 Taifa Stars kufuzu CHAN 2024. Na 7 kushiriki michezo ya kufuzu kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2025 na CHAN 2024. 8 Taifa Stars kushiriki mechi ya kufuzu kombe la dunia dhidi ya Morocco. Na 9 kushiriki mashindano ya futsal ya wanawake yanayofanyika nchini Morocco. Na 10 kushiriki mashindano ya kirafiki ya kimataifa yanayoandaliwa na UEFA. Tanzania, kama mnavyofahamu, ni moja ya nchi 3 katika bara la Afrika ambazo zimefuzu kuingia katika mashindano 7 tofauti yanayoendeshwa na CAF. Nchi nyingine ni Morocco na Senegal. Hiyo inaonyesha dhahiri jinsi ambavyo Tanzania sasa inafanya vizuri sana katika maendeleo ya soka barani Afrika. Katika bora 3 zenye kuingia katika michezo mbalimbali 7 ni Tanzania, Senegal na Morocco. Hatuna budi kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa fedha ambayo amewekeza katika timu hizi, na sasa Tanzania inang'ara. Pili ni katika ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya michezo kwa ajili ya mashindano ya AFCON 2027. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha nyingi katika ujenzi wa miundombinu, na itakapokamilika tutakuwa na miundombinu mingi mipya ya viwanja, lakini pia viwanja vya mazoezi, lakini viwanja changamani vya michezo mingine kama nitavyoeleza baadaye. Kwa serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 161.977 kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo, ikiwa ni maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027. Miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu Arusha utakaokuwa na uwezo wa kubeba watazamaji 32,000, ukarabati wa uwanja wa Uhuru na uwanja wa Benjamin William Mkapa Dar es Salaam, ujenzi wa vituo changamani, yani vituo vya mazoezi na kupumzika wananchi Dar es Salaam na Dodoma, ujenzi wa hosteli katika chuo cha maendeleo ya michezo Maria, ujenzi wa akademia ya michezo Maria na ukarabati wa viwanja 5 vya mazoezi. Aidha, serikali kama mnavyofahamu imesaini mkataba na mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa uwanja mpya wa Dodoma utakokuwa na uwezo wa kubeba watazamaji 32,000. Kwa ndani ya kipindi hiki tutakuwa na viwanja vikubwa viwili, Dodoma na Arusha. Jingine ni mfuko wa maendeleo ya michezo ambao unasimamiwa na Baraza la Michezo Tanzania. Katika kuhakikisha shughuli za michezo zinafanyika kwa ufanisi, serikali ya awamu ya 6 ilianzisha mfuko wa maendeleo ya michezo mwaka 2021, ambapo katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 jumla ya shilingi bilioni 10.657 zimekwisha tolewa. Bilioni 10.657 zimekwisha tolewa. Fedha hizo zimesaidia shughuli mbalimbali za maendeleo ya michezo, ikiwemo kuwezesha maandalizi na ushiriki wa timu za taifa katika mashindano ya kimataifa, kujenga na kukarabati miundombinu ya michezo, kuwezesha mafunzo kwa wataalamu mbalimbali wa michezo na kuwezesha vyama na mashirikisho ya michezo nchini. Kwa ufupi, hayo ndio makubwa katika sekta ya michezo. Sasa nihamie katika sekta ya maendeleo ya utamaduni. Jambo moja ambalo serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan imelifanikisha ni kuandaa matamasha ya kitaifa ya utamaduni. Kuandaa matamasha ya kitaifa ya utamaduni. Wote kama tunavyofahamu, Tanzania ndio nchi yenye anuwai kubwa ya utamaduni na lugha kuliko nchi yoyote barani Afrika. Sisi ndio wenye anuwai kubwa ya utamaduni na lugha kuliko nchi yoyote barani Afrika.
Kwa upande wa lugha, sisi ndio wenye makundi yote ya lugha mengi kuliko nchi yoyote ya Afrika. Sisi tuna makundi ya lugha ya Kibantu. Ukichukua Afrika Magharibi wote ni Wabantu. Afrika Magharibi wote ni Wabantu. Inaweza kuwa na makabila 600 lakini wote ni Wabantu. Lakini sisi hapa tuna makabila ambao utamaduni wao na asili yao ni wa Kibantu. Wengine ni Waniloti, na Waniloti ni wa makundi mawili, wale wa kwenye mbuga wa Masai na wale wa kwenye mito wa Jaluo. Lakini pia sisi tuna Wakhoisan. Watu wengi wafahamu kwamba Wakhoisan wanaoongea kwa clicks tunao hapa. Tena Simba na hapa Kondoa, Ovada mpaka Manyoni. Lakini sisi pia tuna watu wanaozungumza lugha za Kiafroasiatiki, wa Iraki na Wambugu. Sasa acha waliokuja kuhamia wengine. Lakini sisi ndio nchi pia ambayo ina mshikamano na umoja mkubwa kuliko nchi yoyote barani Afrika kusini mwa Sahara. Kwa sababu sisi Tanzania sasa ni taifa na sio mkusanyiko wa makabila. Na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameliendeleza hilo. Lakini pamoja na umoja huo tunaouona, bado sisi ndio wenye anuai kubwa ya tamaduni na lugha ambazo hazifanani. Lakini tumewekwa pamoja kama taifa. Kwa moja ya matamasha haya ya kitaifa ya utamaduni ni kuhakikisha tunakuza na kudumisha utamaduni wa Kitanzania katika anuai hiyo, yani anuai diversity katika anuai hiyo. Katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, wizara imeratibu jumla ya matamasha 3 ya kitaifa ya utamaduni, ambapo tamasha la kwanza la utamaduni wa Mtanzania lilifanyika mwezi Juni mwaka 2022 jijini Dar es Salaam, na tamasha la pili lilifanyika mwezi Agosti 2023 mkoani Njombe, na tamasha hilo lilikuwa la pili. La tatu lilifanyika mwezi Septemba 2024 mkoani Ruvuma, na mwaka huu tunatarajia kuandaa tamasha hilo mkoani Morogoro. Matamasha haya yamelenga kuonesha na kudumisha tamaduni za makabila ya Tanzania kwa maonesho ya ngoma, sanaa na michezo ya asili. Na pia yamekuwa jukwaa la kuhamasisha wananchi kushiriki katika kuenzi na kudumisha urithi anuai wa utamaduni wa Kitanzania. Mafanikio mengine katika sekta hii ni kuhusu lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Moja mafanikio hayo ni pamoja na maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Katika kipindi kifupi cha uongozi wa serikali ya awamu ya 6, serikali imefanikiwa kutambua na kuenzi Kiswahili kama lugha muhimu kimataifa. Hii ni pamoja na tarehe 7 Julai kutambuliwa rasmi na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, United Nations General Assembly, kuwa siku ya Kiswahili duniani. Uamuzi huu ulifanyika mnamo tarehe 1 Julai 2024 katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Mafanikio haya yanadhihirisha uongozi thabiti wa serikali ya awamu ya 6 katika kukuza na kutangaza Kiswahili katika jukwaa la kimataifa. Na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kutangaza tarehe 1 Julai kuwa siku ya Kiswahili duniani inafuata baada ya uamuzi wa mkutano mkuu wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi, Utamaduni, yani UNESCO, kutangaza tarehe 7 Julai kuwa siku ya Kiswahili duniani katika kikao chake kilichofanyika Novemba mwaka 2021 kwenye makao yake makuu Paris, Ufaransa. Kwa nini tarehe 7 Julai? Katika usuli wa azimio hilo la UNESCO, tarehe 7 Julai ilichaguliwa kwa sababu ndiyo siku ambapo chama cha Tanganyika African National Union kilichopigania uhuru wa Tanganyika chini ya uongozi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na ndio siku hiyo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema lugha tutakayotumia katika mikutano yetu yote ya kupigania uhuru wa Tanganyika ni lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo Tanzania, baada ya kupendekeza tarehe 7 Julai kuwa ndio siku ya Kiswahili duniani, kuenzi uamuzi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tarehe 7 Julai mwaka 1954 kwamba Kiswahili ndio lugha yetu ya mapambano ya uhuru, Kiswahili ndio lugha yetu ya kujenga utaifa, sasa imechaguliwa kuwa tarehe 7 Julai. Kwa mnasaba huo,
hatuna budi kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuifanya sasa tarehe 7 Julai mwaka 1954 lilipopigwa jaramba la uhuru wa Tanganyika, sasa ndiyo siku ya Kiswahili duniani. Tanzania hatuna budi kutembea kifua mbele kwamba sasa siku hiyo dunia nzima inapoadhimisha siku ya Kiswahili duniani, pia sisi tunaadhimisha mwanzo wa mapambano ya kudai uhuru wa nchi yetu. Jingine ni kufungua fursa za lugha ya Kiswahili duniani kote. Serikali kupitia Baraza la Kiswahili la Taifa, yani BAKITA, imeratibu kongamano la kwanza la kimataifa la Kiswahili lililofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano katika jiji la Havana nchini Cuba. Sisi tumezoea kusema Cuba, wenyewe wanasema Cuba. Na Kiswahili kwa sababu tunaandika KU, basi ni vizuri tunasema Cuba. Kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 10 Novemba mwaka 2024. Kongamano hili limekuwa hatua muhimu katika kuimarisha Kiswahili kama lugha yenye umaarufu na umuhimu katika majukwaa ya kimataifa, na pia limeongeza utambulisho wa Tanzania duniani kote. Pamoja na kongamano hili, BAKITA ilizindua kamusi ya Kiswahili na Kihispaniola pamoja na taasisi ya taaluma za Kiswahili ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambayo na yenyewe baba wa taifa alianzisha mwaka 1964 ikiitwa Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili ili kuendeleza mapambano ya Kiswahili, na baadaye akaianzisha BAKITA kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wamezindua kamusi ya Kiswahili na Kispaniola, hatua ambayo imeendelea kukuza na kueneza Kiswahili. Kongamano hilo lilihusisha washiriki takriban 600 likiongozwa na kauli mbiu isemayo ustawi wa Kiswahili duniani, tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. La nne, ni katika kufungua vituo vya kufundishwa Kiswahili nje ya nchi. Serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka 4 imefanikiwa kufungua vituo 17 vya kufundisha Kiswahili kupitia balozi za Tanzania katika nchi zifuatazo: Ufaransa, Korea Kusini, Uholanzi, Italia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Mauritius, Sudan, Nigeria, Zimbabwe, Msumbiji, Uswisi, Afrika Kusini, Ethiopia, Ujerumani na Uturuki. Aidha, BAKITA imefanikiwa kufungua vituo 30 vya kufundisha lugha yetu adhimu ya Kiswahili ndani ya nchi. Hatua hii ni muhimu katika kukuza na kueneza Kiswahili duniani kote na inachangia katika kuongeza umaarufu wa lugha hii katika maeneo mbalimbali duniani na katika majukwaa ya kimataifa. Kiswahili kwa sasa ni miongoni mwa lugha 7 kubwa zaidi duniani, na Kiswahili chenyewe kinazungumzwa na takriban wazungumzaji milioni 500. Tanzania na nchi nyingine ikiwa ni Kenya, Msumbiji, Kongo ya Mashariki na Burundi na nchi nyingine. 5, katika sekta hii ya utamaduni ambayo ningependa kuwashirikisha ni utoaji wa mikopo kwa wadau wa sanaa na utamaduni. Utoaji wa mikopo kwa wadau wa sanaa na utamaduni. Kwa mapenzi makubwa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kukuza na kuwaendeleza wasanii nchini, katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake amefanikiwa kuhuisha, maka ulikuwepo lakini ulikuwa kuhuisha mfuko wa utamaduni na sanaa ambao ulianza kufanya kazi rasmi Desemba 2022, na katika kipindi hicho mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 5.25 imetolewa kwa miradi 359 ya utamaduni na sanaa katika mikoa 19 nchini. Hatua hii imepeleka kuongeza ajira kwa vijana na kuongezeka kwa ubora wa kazi za sanaa na burudani.
Sasa niangazie sekta ya maendeleo ya sanaa. Sekta ya maendeleo ya sanaa, nianze na eneo la kwanza la ugawaji wa mirabaha kwa wasanii. Kwa kipindi cha miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali kupitia KOSOTA imefanikiwa kusimamia ukusanyaji wa mirabaha na kugawa gawio kwa wasanii nchini, ambapo katika kipindi hicho jumla ya shilingi bilioni 1,425,105,240 zimekusanywa kutokana na tozo ya hati miliki, yaani kwa Kiingereza copyright levy, ambapo asilimia 60 ya fedha hizo zitagawiwa kwa wasanii kama gawio la mirahaba mwezi Mei mwaka huu. La pili ni uhuishaji wa uendelezaji wa tamasha la Serengeti Music Festival. Serikali imefanikiwa kuhuisha na kuimarisha tamasha la Serengeti Music Festival ambalo kwa sasa linajulikana kama Samia Serengeti Music Festival, ikiwa ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuibua vipaji vya vijana, kukuza ajira na kutangaza utamaduni wa taifa letu. Kwa mara ya kwanza tamasha hili liliandaliwa mwaka wa fedha 2021 katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Tangu wakati huo limeendelea kukua kwa kasi na kufanyika kwa mafanikio katika maeneo mbalimbali nchini, huku ikiwa sehemu ya mkakati wa kuunganisha wasanii wa ndani na masoko ya kitaifa na kimataifa. Mwaka 2023 tamasha hili lilivuka mipaka na kufanyika kwa mafanikio makubwa katika jiji la Munich, ambao wenyewe Wajerumani wanaita München, na katika mji wa Tübingen nchini Ujerumani, ikiwa ni juhudi mahususi za serikali katika kutangaza muziki wa Tanzania, hususan muziki wa singeli katika jukwaa la kimataifa. Kwa mwaka 2025 tamasha la Samia Serengeti Music Festival lilifanyika tarehe 26 Aprili litafanyika katika viwanja vya Tanganyika Packers tarehe 26 Aprili. Siku ya Muungano tutakuwa na hilo tamasha, na mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson Mwansasu. Tamasha hili litaendelea kuwa jukwaa mahususi la kuibua, kuendeleza na kuunganisha vipaji vya wasanii wa Tanzania, huku ikiongeza ajira kwa vijana na kuchochea uchumi na ubunifu. La tatu katika sekta hii ni uanzishwaji wa tuzo za kitaifa za ucheshi. Wadau kwa kushirikiana na serikali kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu wamefanikiwa kuratibu na kutoa tuzo za kitaifa za ucheshi, yani Tanzania Comedy Awards. Tuzo hizi zilitolewa mwezi Februari mwaka 2025 zikilenga kutambua na kuthamini mchango wa wasanii wa ucheshi katika kukuza sekta ya sanaa na kuhamasisha jamii kupitia vipaji vyao. Mgeni rasmi katika hafla hiyo alikuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatua hii ni sehemu ya utekelezaji wa mikakati ya serikali katika kukuza sanaa na kuendeleza vipaji vya vijana wa Kitanzania. La nne katika sekta hii ya sanaa ni uendelezaji wa tamasha la tuzo za filamu. Katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuweka msukumo mkubwa katika kuendeleza tasnia ya filamu kupitia utoaji wa tuzo za filamu za kitaifa. Tamasha hili limefanyika kwa mafanikio makubwa kwa miaka 3 mfululizo kuanzia mwaka 2021 hadi 2023 katika mikoa ya Mbeya, Arusha na Dar es Salaam mtawalia. 5. Kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya kazi za sanaa. Katika juhudi za kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya kazi za sanaa nchini, serikali kupitia Baraza la Sanaa la Taifa, yani BASATA, ilitoa kiasi cha shilingi milioni 793 kwa BASATA kwa ajili ya kuunganisha mfumo wa utambuzi wa wasanii, yani Artists Management Information Systems EMIS, na mfumo wa ukusanyaji wa mapato wa serikali za mitaa TAUSI, pamoja na mfumo wa ununuzi, yani NeST, ili kuwafikia wadau wote wa sanaa wanaotakiwa kulipa tozo za serikali. Uunganishaji wa mifumo hii utaliwezesha Baraza la Sanaa Tanzania kuongeza ukusanyaji wa mapato,
hadi kufikia Machi 2025, yani mwaka huu, kazi ya kuunganisha mifumo imekamilika na tayari mfumo huu umeshaanza kufanya kazi kwa vyanzo 15. 6 katika sekta hii ni uanzishwaji wa mradi mkubwa wa ujenzi wa Sports and Arts Arena. Serikali ya awamu ya 6 imefanikiwa kuhuisha na kuendeleza wazo la muda mrefu la ujenzi wa Sports and Arts Arena. Mradi huu wa kisasa unaotarajiwa kugharimu takriban shilingi bilioni 300 unatarajiwa kujengwa kupitia mkopo wa masharti nafuu kutoka Jamhuri ya Korea, au kama tulivyozoea kusema Korea Kusini, na utakapokamilika utakuwa ni moja ya vivutio vikubwa vya michezo na sanaa katika ukanda wa Afrika Mashariki, ukiwa kichocheo cha ajira, burudani, utalii na maendeleo ya vipaji vya vijana. Hatua hii inaonyesha dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 6 katika kuziendeleza sekta za michezo na sanaa kwa kiwango cha kimataifa, sambamba na kuwekeza kwenye miundombinu yenye tija kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Na 7 ni uanzishwaji wa mradi wa jumba changamani la filamu, yani film studio. Serikali imeanzisha mradi wa jumba changamani la filamu, yani film studio, linalolenga kuboresha miundombinu ya kisasa kwa utengenezaji wa filamu za kimataifa, kukuza ubunifu wa wasanii wa ndani na kutoa ajira kwa vijana. Mradi huu unatekelezwa kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Korea baada ya mkutano wa kimkakati ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mnamo Julai 2024, ambapo mradi wa film studio ulijumuishwa katika miradi ya kipaumbele ya mfuko wa maendeleo ya ushirikiano wa kiuchumi wa Jamhuri ya Korea. Sasa nije kwenye sekta inayowahusu ninyi na mimi, yani sisi waandishi wa habari. Moja ni kuanzishwa kwa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Katika kuonyesha utawala wa mfano kwa vitendo, ikiwemo kusimamia kwa mafanikio makubwa ya utekelezaji wa sheria na miongozo inayolenga kuboresha tasnia ya habari nchini, serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka 4 imefanikisha kuanzishwa kwa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari kama ilivyoelekezwa na sheria ya huduma za habari sura ya 229. Bodi hii ambayo ni ya kwanza kuanzishwa tangu kupitishwa kwa sheria hiyo ilizinduliwa rasmi tarehe 3 Machi 2025. Haya ni mafanikio makubwa na ya kihistoria katika kulinda na kukuza uhuru, ubora na uwajibikaji katika sekta ya habari na kuipa taaluma ya uandishi wa habari heshima na hadhi inayostahili kama moja ya taaluma muhimu sana duniani. Kwa kazi ya bodi hii, kama tulivyosema, pamoja na hayo, itaanza na kazi ya uwezeshaji ili taaluma hii ipate heshima na hadhi inayostahili kama ilivyo kwa taaluma ya wanasheria, wahandisi,